Jambo na karibu katika taarifa zetu za habari za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone, una comment vile vile una partage. Basi tunawakaribisha katika taarifa yetu ya habari ambapo tunakuletea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan habari za vita na siasa, na tujue nini kinachoendelea huko kwenye uwanja wa vita. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha tuanze na taarifa yetu ya habari za mchana. Karibu. Habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaeleza kuwa kijiji cha kimkakati cha Kipupu kilichopo katika sekta ya Itombwe, eneo la Mwenga, mkoani Kivu Kusini, kimeingia mikononi mwa muungano wa makundi ya waasi yanayohusishwa na M23 FC. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, wapiganaji wa kundi la Twigwaneo kutoka Minembwe pamoja na waasi wa Burundi wa Red Tabara ambao wanatajwa kuwa washirika wa M23 FC waliingia katika kijiji hicho bila kukumbana na mapigano makubwa ndani ya kitovu cha makazi ya wananchi. Taarifa hizo zinaeleza kuwa vikosi hivyo vilifika Kipupu vikisaidiwa na ushirikiano wa jeshi na vifaa kutoka Rwanda, madai ambayo yamekuwa yakitajwa mara kwa mara katika mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, Rwanda imekuwa ikikanusha mara kadhaa tuhuma za kuhusika moja kwa moja katika mapigano hayo. Kwa upande mwingine, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo liliripotiwa kuondoka katika eneo hilo kabla ya kuwasili kwa waasi. Vyanzo vya kijeshi vinaeleza kuwa hatua hiyo ilikuwa ya kimkakati na kijeshi iliyolenga kuepusha mapigano makali katika makazi ya raia. Maafisa wanaounga mkono uamuzi huo wanasema kuwa kuondoka kwa vikosi vya serikali kulilenga kuacha kijiji wazi ili kuzuia umwagaji damu na uharibifu mkubwa ambao ungeweza kutokea ikiwa mapigano ya nguvu yangepiganwa ndani ya eneo yenye makazi ya raia wengi. Kipupu ni eneo lenye umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na nafasi yake katika ukanda wa Itombwe ambao muda mrefu umekuwa mikabiliwa na migogoro ya makundi yenye silaha. Kudhibiti eneo hilo kunaweza kuwa na athari kubwa katika mwenendo wa operation ya kijeshi na usalama wa maeneo jirani. Wakati huo, hali ya usalama katika eneo hilo inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wananchi wakihofia kuongezeka kwa mapigano katika siku zijazo. Mashirika ya kibinadamu nayo yanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kuhakikisha ulinzi wa raia na kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyothibitisha idadi ya waliopoteza maisha au kujeruhiwa kufuatia mabadiliko au ya udhibiti wa eneo la Kipupu. Mamlaka na wadau wa usalama wanaendelea kutathmini hali halisi, huku juhudi za kurejesha utulivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiendelea. Hiyo ndio ilikuwa hali ya sasa katika kijiji cha Kipupu, eneo la Mwenga, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kusikiliza matangazo ya habari kutoka huko Kipupu katika sekta ya Itombwe huko katika wilaya Mwenga, basi acha nikuingie moja kwa moja na nyingine habari kutoka mashariki mwa DRC. Karibu. Wakazi wa eneo au groupement ya Luago lililopo katika utawala wa jadi wa Ninja wilayani Kabare katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameripoti tukio la uporaji lililotokea Alhamisi tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 katika kijiji cha Ikambi. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, watu wanaodaiwa kuwa ni wanachama wa kundi la M23 walivamia eneo hilo na kuchukua kwa nguvu makasha 215 yani 250 karton ya jus iliyokuwa yanamilikiwa na mfanyabiashara anayejulikana kwa jina la Musa Musimwa na Mushaka. Wakazi waliozungumza na vyombo vya habari wanasema tukio hilo lilisababisha hofu na wasiwasi miongoni mwa wananchi pamoja na wafanyabiashara wa eneo hilo. Wengi wanaeleza kuwa matukio ya aina hiyo yanaathiri shughuli za biashara na kuendelea kuzoofisha hali ya uchumi na jamii zinazotegemea biashara kwa maisha yao ya kila siku. Kwa sasa thamani halisi ya bidhaa zilizoporwa bado hazijatangazwa rasmi. Hata hivyo, wafuatiliaji wa masuala ya biashara katika eneo hilo wanaamini kuwa hasara iliyopatikana inaweza kuwa kubwa kutokana na idadi ya bidhaa zilizochukuliwa. Tukio hili linajiri katika kipindi ambacho maeneo kadhaa Kivu Kusini yanaendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama zinazohusishwa na uwepo wa makundi yenye silaha. Hata hivyo, imekuwa ikisababisha wananchi wengi kuishi katika mazingira ya hofu, huku shughuli za kiuchumi zikiathiri mara kwa mara.
Wakazi wa eneo la Luhago au groupement ya Luhago na maeneo ya jirani wanatoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kuimarisha usalama, kulinda mali ya wananchi na kuhakikisha kuwa wahusika wa vitendo vya uporaji wanaadhibishwa au wanafikishwa mbele ya sheria. Mpaka sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu kurejeshwa kwa bidhaa zilizoporwa au hatua za kisheria zilizochukuliwa kufuatia tukio hilo. Hiyo ndio ilikuwa ripoti yetu ya habari kuhusu tukio la uporaji iliyoripotiwa katika kijiji cha Ikambi wilayani Kabare mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kusikiliza taarifa yetu ya habari kutoka huko Kabare, basi acha nikunge moja moja katika nyingine taarifa ya habari kutoka mashariki. Karibu. Taarifa kutoka eneo la Lumbishi katika wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini zinaeleza kuwa mapigano yanaendelea kati ya vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa taarifa zilizosambazwa na vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, waasi wa M23 wanadaiwa kupata hasara kubwa katika mapigano yaliyotokea Lumbishi. Hata hivyo, hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi wa kujitegemea uliotolewa kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa au kiasi cha vifaa vya kijeshi vilivyopotea wakati wa mapambano hayo. Mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC umeendelea kuwa chanzo cha wasiwasi mkubwa kwa wakazi wa maeneo yaliyoathirika, huku mapigano ya mara kwa mara kusababisha watu kuhama makazi yao na kuathiri shughuli za kiuchumi na kijamii. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa changamoto za kijeshi na kisiasa zimeendelea kuwa sehemu ya hali ya mzozo huo, ambako juhudi za kurejesha amani ya mara nyingi hukabiliwa na vikwazo mbalimbali. Wakati huo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikisisitiza dhamira yake ya kurejesha mamlaka ya dola katika maeneo yote yanayokaliwa na shughuli za makundi yenye silaha. Katika mazingira hayo, wanajeshi wa serikali pamoja na vikundi vinavyowaunga mkono, yani wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama wazalendo, wanaendelea na operesheni katika baadhi ya maeneo tofauti ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku lengo ikiwa ni kuimarisha usalama na kuwalinda wananchi au raia. Mashirika ya binadamu na jumuiya ya kimataifa yanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mzozo huo kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu na kuhakikisha usalama wa raia ambao mara nyingi ndio waathirika zaidi wa mapigano. Hadi sasa hali katika eneo la Lumbishi inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wakazi wakisubiri taarifa rasmi zaidi kuhusu matokeo ya mapigano yaliyotokea katika eneo hilo. Hiyo ndio ilikuwa habari kuhusu maendeleo ya hali usalama katika eneo la Masisi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Tunaendelea na habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi tunaendelea kuwa nasi. Karibu. Wakazi wa eneo la Walikale mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametakiwa kuongeza uangalizi kwa watoto wakati huu wa likizo kubwa ya shule kufuatia ongezeko la matukio ya watoto kupoteza maisha kwa kuzama kwenye mito mbalimbali ya eneo. Kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za watoto la Gape, watoto 7 wamefariki dunia kutokana na ajali ya kuzama majini ndani ya kipindi cha chini ya siku 10 tangu kuanza kwa likizo za shule. Mratibu wa shirika hilo Bayomba Mishiki amesema kuwa watoto 3 walizama katika mto Loa uliopo Walikale Centre. Watoto wengine 2 walipoteza maisha katika mto Luhoho eneo la Ombo. Mtoto mmoja alifariki katika mto Makoma huko Byungu, huku mwingine akizama katika mto wa Mweso eneo la Pinga. Taarifa zinaeleza kuwa ajali hizo zilitokea katika mazingira ya tofauti. Baadhi ya watoto walikuwa wanatumwa na wazazi wao kufanya kazi za nyumbani kando ya mito, ikiwemo kuosha vyombo. Wengine walikuwa wamekwenda kuogelea kabla ya kusombwa na maji yenye nguvu. Shirika la Gape linaeleza kuwa kuongezeka kwa kina na kasi ya maji katika mito kutokana na misimu ya mvua kumeongeza hatari ya ajali hizo. Kutokana na hali hiyo, wazazi na walezi wametakiwa kuwa waangalifu zaidi kuhakikisha watoto hawafiki kwenye mito peke yao, hata kwa shughuli zinazochukuliwa kuwa za kawaida. Wakati likizo za shule zikiendelea, tukio hili linatoa tahadhari kwa jamii nzima kuhusu umuhimu wa kulinda watoto dhidi ya hatari zinazoweza kuepukika ili kuzuia kuendelea kupoteza maisha ya watoto. Hiyo ndio ilikuwa taarifa ya habari kuhusu hali ya usalama ya
watoto katika eneo la Walikale mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tujielekeze huko katika mkoa wa Kivu Kaskazini katika eneo la Beni. Karibu tena. Mahakama ya kijeshi ya Garnison ya Beni katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamewahukumu washukiwa 5 wa makosa mbalimbali yanayohusiana na ukiukwaji wa nidhamu ya kijeshi. Kwa mujibu wa uamuzi uliotolewa na mahakama hiyo, washukiwa 3 ambao ni wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wamehukumiwa adhabu ya kifo baada ya kupatikana na hatia ya kuvunja maagizo ya kijeshi pamoja na kutoroka majukumu yao ya kazi. Wakati huo washukiwa wawili wengine wamehukumiwa kifungo cha miaka 20 cha kazi ngumu. Mahakama imebaini kuwa walihusika katika kuwachochea wanajeshi wengine kutotekeleza wajibu wao na kukiuka nidhamu inayotakiwa ndani ya jeshi. Hukumu hii imekuja wakati mamlaka ya kijeshi nchini humo inasitiza juhudi za kuimarisha nidhamu ya wajibikaji miongoni mwa wanajeshi wanaoshiriki operesheni za kulinda usalama katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Eneo hilo linaendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama kutokana na shughuli za makundi yenye silaha kwa muda mrefu. Maafisa wa jeshi wanaamini kuwa utekelezaji wa sheria na nidhamu kali utasaidia kuongeza ufanisi wa vikosi vya usalama katika kulinda raia na kurudisha amani katika maeneo yote ya vita. Hadi sasa hukumu hiyo imeibua mjadala kuhusu umuhimu wa nidhamu ya kijeshi na wajibu wa wanajeshi katika kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria za kanuni za kijeshi. Asante. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuingie moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Mamlaka za Ghana na Afrika Kusini zimeshutumu mashambulizi yaliyoripotiwa dhidi ya raia wa nchi hiyo nchini Afrika Kusini baada ya video iliyosambaa kwenye mtandao ikionyesha mwanamume wa Ghana akikabiliwa na kuambiwa arekebishe nchi yake. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Ghana sasa inaitaka Afrika Kusini kuchukua hatua mwafaka kuwalinda raia wake nchini humo. Taarifa ifuatayo ya Leila Mohamed inachambua jinsi tukio hilo lilivyozua ghadhabu nchini Ghana. We're making it very clear to you guys, Utitina, we don't want you here. We want you to fix your country. Video hizi zenye maudhui ya kuogofya zinamuonyesha mwanamume mmoja ambaye alitambulika kimakosa kama sio raia wa Afrika Kusini akishambuliwa na kundi la watu nchini humo. Video hii nyingine inamuonyesha mwanamume ambaye ni raia wa Ghana akizomewa na kuelezwa arejee nyumbani kutengeneza nchi yake. We want you to fix your country. We can come to Ghana and do what you're doing. Video hizi ambazo zimepata umaarufu mkubwa mtandaoni zimezua hasira kali na kuwaghadhabisha wengi hasa nchini Ghana. Balozi wa Afrika Kusini nchini humo aliitwa kujibu maswali na serikali ya Ghana. Waziri wa mambo ya kigeni nchini humo Samuel Okudzato Ablakwa amewataka raia kuwa wenye utulivu na kutaka mamlaka nchini humo kuchukua hatua mwafaka. We demand tunataka serikali ya Afrika Kusini kuwalinda wananchi wote, na pia tutahakikisha raia wote wa Afrika Kusini wanaoishi Ghana wako salama, kwa sababu hatuungi mkono mashambulizi ya aina yoyote. Afrika Kusini imesema kwamba inachunguza kisa hicho cha raia wa kigeni kushambuliwa na kwamba mamlaka nchini humo zitakutana na mabalozi wa mataifa yaliyoathirika kwa ajili ya kujadiliana kuhusu malalamishi hayo. Mataifa hayo mawili yamekuwa na uhusiano mzuri kwa miongo mingi. Ghana ilihusika pakubwa katika vita vya kupinga serikali ya ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini. Rais wa kwanza wa taifa hilo Kwame Nkrumah alitoa msaada wa kifedha, mafunzo ya kijeshi na usaidizi wa kidiplomasia kwa wapiganaji wa ukombozi kutoka Afrika Kusini. Wengi nchini Ghana wanawataka raia wa Afrika Kusini kutambua mchango wa Ghana katika ukombozi wa taifa hilo. Waziri wa mambo ya kigeni Samuel Ablakwa amesema kwamba mwathiriwa ametambuliwa alipo na kupata usaidizi unaomfaa. If you know yourself that you're not South African, please stand up. Please stand up. Mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni nchini Afrika Kusini yanachangiwa na mahangaiko ya kiuchumi, taarifa potofu na hali ya taharuki ambayo imedumu kwa miaka mingi. Waandamanaji wanaowalenga raia wa kigeni kutoka nchi nyingine za Afrika wameanza kutumia nguvu dhidi yao. Mashambulizi ya hivi majuzi yametokana taarifa kwamba kiongozi wa kijamii kutoka Nigeria alitawazwa na kupewa mamlaka nchini Afrika Kusini.
Na kwa kuangazia zaidi juu ya taarifa hiyo ya Leila Mohamed, katika gumzo nimezungumza na mchambuzi Ferdinando Wele pamoja na mwandishi wa habari na mkazi wa Afrika Kusini Nixon Katembo, ambaye anaanza kuelezea hali ilivyo. Maandamano yalishuhudiwa hapo jana Jumatano, na maandamano hayo kwa mujibu wa waandamanaji yataendelea. Waandamanaji wanasema kwamba hawataruhusu raia wa kigeni kufungua maduka yao madogo madogo kabla ya Mwafrika Kusini ambao wanasema alipotezwa, na wanahisi kwamba wamepotezwa kutokana na mabishano ya kibiashara na wageni. Hii sio mara ya kwanza wala mara ya pili kwa uwepo huu wa vurugu ama chuki dhidi ya wageni Afrika Kusini kutoka ndani ya Afrika. Hii inaleta picha gani? Inaleta picha ya kwamba matatizo makubwa ambayo wa Afrika Kusini wamekuwa wakiyalalamikia yamekuwa hayafanyiwi kazi, na kutokana na hii situation ya xenophobia, haya ni matokeo tu na wala sio kwamba kisababishi. Visababishwaji ni vingi ambavyo wa Afrika Kusini wanakuwa wakividai. Wageni wanavyoingia wanakuwa wako juu sana kwenye masuala ya kiuchumi, kutokana na kwamba wanakuwa wamejipanga kisawasawa kwenye masuala ya kazi na biashara. Sasa wa Afrika Kusini wanakuwa wanahisi kama vile wao nafasi zao zinakuwa zinachukuliwa na wageni. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba kutokea kwa mara kwa haya maandamano ni kutokana na changamoto za Afrika Kusini kuto kutatuliwa kisawasawa. Labda nirudi tena kwa Katembo. Kwa sasa raia wa kigeni ndani ya Afrika Kusini, hususan kutoka katika nchi za Kiafrika, usalama wao ukoje? Unaendelea kuimarika. Bila shaka kuna maeneo ambayo sio salama, na haya ni maeneo duni ambako kunaishi wa Afrika Kusini weusi walio wengi, vijiji, vitongoji vya mji mkuu. Lakini ukifika maeneo ambayo kidogo yana watu ambao wana kipato cha juu, unakuta kwamba watu wanaenda na shughuli zao bila kuhangaikia nani huyu ni mgeni au la. Hilo ni moja. Lakini ikija kwa jambo la pili ni kwamba pamoja na usalama kuimarika, kuna wageni katika maeneo haya ya maeneo duni pia wanafanya makosa katika kujihusisha na vitendo ambavyo ni kinyume cha sheria. Kwa mfano uuzaji wa mihadarati, bangi, na hasa pia kuwachukua wasichana wadogo wa Kiafrika Kusini na kuwaingiza katika biashara ya vitendo vya ngono. Na hii imebainika wazi kwa upande wa raia, kwa mfano kutoka Nigeria, kutoka Ghana, na kuna baadhi ya kutoka Afrika Mashariki ambao pia ni wachache tu wanahusika. Na sasa unakuja kuta kwamba hao wachache ambao wanafanya maovu wanaleta sura mbaya kwa wageni, na hivyo kusababisha chuki zaidi. Wale umemsikia Katembo alivyoelezea sababu ambazo labda zinafanya hao Afrika Kusini wawe wakali, na mwanzo pia ulizungumza sababu ambazo zinafanya chuki dhidi ya wageni iwepo. Sasa nani wa kumlaumu? Kuhusu nani alaumiwe, tuseme ni swala mtambuka, kwa sababu linajumuisha upande wa serikali ya Afrika Kusini, raia wake, pamoja na wageni wanaoingia ndani ya nchi ya Afrika Kusini. Lawama zitakuwa upande wote, lakini pia kuna haki za pande zote. Cha kutafutwa hapa ni chanzo halisi cha hali hiyo inayotokea ya ubaguzi wa wageni, hasa kwa upande wa serikali. Serikali inapaswa kutekeleza zile sera za nchi yake, hasa kwa upande wa kulinda kazi ama ajira za wenyeji, lakini vile kuweka mikakati mizuri ya masuala ya biashara, hasa kuwaruhusu wageni kufanya biashara. Lazima kuwe na mipaka kwamba hizi biashara ni kwa ajili ya wenyeji, lakini na hizi kazi ni kwa ajili ya wenyeji. Vile masuala ya uhamiaji, lazima serikali idhibiti, ihakikishe kwamba watu wanaingia kihalali na ni watu wema. Na kwa upande wa watu wa Afrika Kusini, raia, sasa tukumbuke kwamba hili ni taifa ambalo limepitia nyakati nyingi ngumu, sasa kwa upande wa ubaguzi. Kwa hiyo ni lazima kwamba serikali pia kuwasaidia raia hawa waweze kurudi katika hali ya kawaida, na raia wenyewe lazima watambue kwamba uwepo wa wageni si uharamu, isipokuwa inasaidia kuleta changamoto na ushindani katika biashara na kazi. Na wageni lakini wanaoingia katika nchi za watu ni lazima pia wapate semina au mafunzo kutoka mataifa wanaotokea. Kwa mfano labda wanaotoka Afrika Mashariki
ama nchi jirani kama ya Zimbabwe, watu wanaotoka Nigeria, serikali zao zihakikishe kwamba raia wanaoenda Afrika Kusini wanakwenda kwa lengo lipi na wanakwenda kufanya kitu gani. Kwa hiyo swala ni kuangalia pande zote na si kwamba upande upi ulaumiwe. Katembo, kuna tofauti kwamba kuna hawa wanashambuliwa kwa vile wanafanya biashara haramu, labda hawakai kihalali, lakini kuna wengine wanaachwa, wageni wote wanashambuliwa bila kujua nani mzuri nani mbaya. Vurugu zozote ambazo zinatokea zinaendeshwa na kundi halichagui huyu ni mgeni mzuri na huyu ni mgeni mbaya. Kwa mfano, kuna madaktari wengi tu wa kigeni ambao wanafanya katika hospitali za Afrika Kusini. Kuna wakufunzi ambao ni wengi. Mimi mwenyewe nimewahi kuwa mkufunzi katika moja hapo ya vyuo hapa nchini. Sasa ukija vurugu kama hizi hazichagui mtu kabisa. Hilo ni moja. Jambo la pili, tujikite kwenye swala la pia la kutazama swala la kisiasa hapa nchini Afrika Kusini, kwamba pamoja na vurugu hizi zikuwa zinatokea wakati ambapo kuna sintofahamu ya kisiasa. Tunaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Chama tawala cha African National Congress kiko katika serikali ya mseto na vyama vya upinzani, na kila mtu anataka kuendesha sera zake. Kuna vile vyama ambavyo vinaelezea wazi sera ambazo zinakinzana na msimamo wa serikali na katiba na kuelezea wazi chuki dhidi ya wageni. Sasa hii ni mojawapo ya changamoto lazima tuzifikirie kuendelea mbele na kujenga utangamano ndani ya jamii ya Afrika Kusini kwa mujibu wa sheria zilizopo na isiwe swala la kisiasa. Sasa mimi ninavyoona hapa, pamoja na kuwa raia hawa ambao wanaandamana wanaishi kwenye maeneo duni, ndio wengi wapiga kura katika nchi hii, na nadhani uchaguzi wa serikali za mitaa ndio maana ni kama serikali imechukua swala hili shingo upande na kutolivalia njuga kama ilivyokuwa hapo mbele, sababu huwezi kukubali kwamba hivi vikundi hivi ambavyo vinaandamana na kuhamasisha raia wengine dhidi ya wageni vinashinikizwa na polisi. Sasa unajiuliza nini kilichoko nyuma ya kazi? Unadhani haya yanaendelea Afrika Kusini yanaathiri kiasi gani uhusiano wa nchi hiyo na mataifa mengine barani Afrika? Athari zipo kubwa kutokana na haya yanayotokea Afrika Kusini. Watu wengi watakuwa wanakuwa na hofu. Tukumbuke kwamba Afrika ya Kusini ni miongoni mwa nchi za Afrika ambazo ziko juu sana kiuchumi. Sasa uchumi wake hauwezi kutegemea taifa lake peke yake, inategemea mataifa mengine ya nje na pia mwingiliano wa watu. Sasa inapotokea swala kama hili, tayari moja kwa moja kwanza kunakuwa na athari ya kiuchumi, ambapo watu wengi wafanyabiashara watakuwa wanasitasita kuweza kuingia nchini Afrika Kusini. Lakini vile vile serikali za mataifa mengine zitaweza kuwazuia raia wake wasiweze kuingia ndani ya taifa la Afrika Kusini endapo tu haya hayatadhibitiwa kama yakiendelea hivi. Na kwa kumalizia, maoni kwa ujumla kwa hali ilivyo, tuanzie na Katembo ambayo unakaa Afrika Kusini. Kinachohitajika hapa ni sheria kuchukua mkondo na wageni wanaoishi nchini Afrika Kusini kuheshimu sheria za nchi na kufuatana kabisa na maagizo ambayo yanapewa na serikali, na wale walioingia bila vibali waweze kulomba vibali, wapewe vibali. Upande mwingine, raia wa Afrika Kusini nao malalamiko yao baadhi ambao ni ya kiuchumi yashughulikiwa na serikali. Wale kwa upande wako? Kwa upande wa serikali za Afrika, hasa mataifa ambayo raia wake wanaelekea chini ya Afrika Kusini, zinapaswa kutoa mafunzo. Kwanza, wanapoingia kule wahakikishe kwamba hawafanyi uhalifu wowote ama vitendo vyovyote ambavyo vitaashiria kwamba vinaweza vikasababisha hali ya kubaguliwa. Lakini vile vile serikali ya Afrika Kusini ni lazima ijitathmini, iangalie zile sera za masuala ya biashara na kazi ndani ya taifa lake, na hili sio tu kwa taifa la Afrika Kusini, hasa pia mataifa yote ya Afrika ikiwemo Afrika Mashariki. Naam, ni mchambuzi Fernando Wele pamoja na mwandishi wa habari na mkazi. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu habari ya mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuende kutosha shukrani za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ya kila siku ni kuhakikisha tunawaletea habari sahihi tena za kuaminika, vile vile tena kwa muda muafaka. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za siku za jioni ya leo, ikiwa ni leo tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2026. Jina langu ni Idi George, nikiendelea kutangaza kupitia mtandao wetu wa YouTube. Asante.